السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. وأحمل على جسد ترجو النجاة له، فسوف تضرب أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف، من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم، حيا فما أقرب القاصي من اللذان. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا معشر المسلمين، baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwani hakuna budi ayuha ikhwa kuweza kurudisha shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba hii shukrani ambayo mwanadamu ama mtu ambaye kwamba ni muslim anarudisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi ni sababu ya yeye ile neema kuweza kudumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anatueleza kwamba pindi mtakaponishukuru, basi nitawazidishieni katika zile neema ambazo kwamba nimewapatia, na pia vile kwamba pindi mkinikufuru na zile neema ambazo kwamba nimewapatia, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika Qur'anul Karim, inna adhabi lashadid, kwamba adhabu yangu ni yenye kuumiza, adhabu yangu kwamba hakika ni kali. Kwa hivyo ayuha al-ikhwa, la budda alaina, ama hakuna budi kwetu sisi kuweza kurudisha kila neema ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameijalia juu yetu sisi. Na ni neema gani ambayo kwamba ni kubwa zaidi ambayo kwamba mwanadamu kuweza kuipata, ama mtu ambaye kwamba ni muslim kuweza kuipata, kuliko neema ya iman, neema ya Uislamu? Ayuha al-ikhwa, neema ya Uislamu ama neema ya kupata imani, basi ni neema ambayo kwamba sio yoyote ambaye kwamba anaweza pata, na wala sio kwa ujanja wetu ama sio kwa fikra zetu ni kubwa tukaweza kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii neema ya kuwa mtu kuwa ni Muislamu, basi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yule ambaye kwamba ameweza kuchaguliwa naye, kwa sababu tukiangalia dalili katika Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih, yule ambaye kwamba katika kifua chake atapata kuweza kupata imani katika kifua chake na kuweza kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi ajue kwamba ni nini, fahuwa ala nurin min rabbih, ajue kwamba hiyo ni nuru kutoka kwa Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa ujanja wake wala sio kuwa na akili. Maalasaf, leo ni wangapi ambao kwamba wana akili? Wangapi ambao wana akili za kutushinda?
ni wangapi ambao wana nguvu za kutushinda, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuweza kujalia katika kifua chao kuweza kupata neema ya Uislamu ama neema ya kuwa ni mtu ni Muislamu. Ni wangapi? La ilaha, hawana idadi. Ni wangapi ambao wana akili za kutosha mpaka kuweza kutafakari na kufikiria na kutengeneza vitu ambavyo zinashangaza akili za wanadamu, wakatengeneza vitu ambavyo kwamba katika ulimwengu mzima ikawa ni vyenye kushangaza. Lakini ukienda vile vile ukakuta kwamba yule mtu ni mtu ambaye kwamba anaabudu ng'ombe, ni mtu ambaye kwamba anaabudu mwanadamu, ni mtu ambaye kwamba anaabudu kwa kitu ambacho kwamba haimnufaishi na wala haimfaidishi chochote. Kwa hivyo aiyuhal-ikhwa, ni kwamba tumeelewa kwamba hii neema ya Uislamu ni nuru ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mtu yote, mtu ambaye kwamba amemchagua ndio upatiwa. Kwa hivyo aiyuhal-ikhwa, pia vile vile tusisahau kwamba katika neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia nao ni kuweza kudirikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi ukiingia mwezi kama huo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi ikiingia mwezi kama huu, basi alikuwa akiwapatia bishara. Katika miongoni mwa bishara ambayo kwamba akiwapatia maswahaba akisema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha nas qad adhallakum shahrun adhimun mubarakun shahrun fihi laylatun khairun min alf shahr. Enyi watu, qad adhallakum shahrun adhimun, hakika mumetomezewa na mwezi ambao kwamba ni mtukufu, mwezi ambao kwamba ni mkubwa. Shahrun fihi laylatun khairun min alf shahr, mwezi ambao kwamba laylatun khairun min alf shahr, usiku mmoja basi ni bora kuliko miezi 1000. Kwa hivyo aiyuhal-ikhwa, inatuonesha kwamba mwezi kama huu ambao kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani, amal ambao kwamba utakuja nayo sio amal ambao kwamba iko katika miezi mingine. Akiendelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shahrun ja'ala Allahu siyamahu faridatan, ni mwezi ambao kwamba ja'ala Allahu siyamahu faridatan, ameujalia yeye Mola subhanahu wa ta'ala kule kufunga kwake ni faradhi kwa kila Muislamu, wa qiyamu laylihi tatawuan, na kule kusimama kwake katika huo mwezi wa Ramadhan kuwa ni kujitakasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fima siwa. Akiendelea kutueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile sharaf na daraja ambayo kwamba umepata mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kwamba yule ambaye kwamba atakuja na jema moja, yule ambaye kwamba atakuja na faradhi moja, kana kaman adda faridatan fima siwa, ile faradhi moja ambayo kwamba utafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi utapata ujira maradufu. Kaman adda faridatan fima siwa, wa man adda faridatan, na moja kutekeleza faradhi moja katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kana kaman adda 70 faridatan fima siwa, ni kana kwamba unaandikiwa thawabu ambayo kwamba umetekeleza faradhi 70 ambayo kwamba ni faradhi ambayo kwamba sio katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bimaana kwamba ile faradhi moja ambayo utafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unapata ujira wa thawabu ngapi? Umeandikiwa ujira wa umefanya faradhi 70.
kwa ile faradhi moja ambayo umefanya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa huwa shahru sabri, nao ni mwezi ambao ni wa kusubiri. Wasabru thawabuhu aljanna, na kusubiri thawabu yake ni nini? Ni pepo. Hakuna thawabu nyingine ya kusubiri isipokuwa ni nini? Ni pepo. Wa shahrul muwasatu wa shahrun yuzadu fi rizqi almu'min fi, ni mwezi ambao ndani yake riziki ya mu'min huzidishwa ndani yake katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa man fattara fihi sa'iman, na mwenye kufuturisha kwa mtu ambaye kwamba amefunga, kana maghfiratan lidhunubihi, basi itakuwa kwamba ni maghfira ameweza kupata kutokamana na yale madhambi ambayo kwamba ameweza kuyatenda. Wa itqa raqabatihi minan nar, na pia vile vile kuachiliwa yeye minan nar, kufanywa huru kutokamana na nini? Na moto, kwa kule kufanya nini? Kwa kule tu kumfuturisha mtu ambaye kwamba ameweza kufanya nini? Ameweza kufunga. Bimaana kwamba ukifuturisha mtu ambaye kwamba ameweza kufunga, basi utasamehewa madhambi yako, na pia vile vile utawachwa huru na moto. Wa kana lahu, bado inaendelea kwa ujira ambao atapata kwa mtu ambaye kwamba atafuturisha mtu aliyefunga. Anaendelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutueleza akisema kwamba wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shay, pia vile vile yule mtu ambaye kwamba atafuturisha mtu ambaye kwamba amefunga, kana lahu mithlu ajrihi, basi atakuwa na ujira sawa sawa, min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'un, pasi na kupungua chochote kwa yule ambaye kwamba amefunga amefuturisha. Yule ambaye kwamba atafuturisha mtu, basi atapata sawia na ile thawabu ambaye kwamba amemfuturisha mtu aliyefuturishwa. Bimaana kwamba yule alikuwa amefuturishwa, ile thawabu angepata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi na yule aliyefuturisha pia anapata thawabu sawa sawa bila kupungua na yule mwingine. Kwa hivyo ayuha ikhwa, ni golden chance ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia, ni promotion, kama vile ambavyo kwamba sisi tukisikia wakati ambapo tuko kama sasa hivi Safaricom umetoa promotion ya kitu fulani, ama supermarket fulani imetoa promotion ya kitu fulani katika mwezi wa Disemba ama mwezi fulani, basi tunaona kwamba namna ambavyo tunakimbilia katika ile promotion. Nasikia kwamba ukimbilia *44# basi utakuwa kitu fulani utapata, sio? Kuna promotion fulani imetokea. Kwa hivyo utakuta sisi ni wa kwanza kufika katika sehemu fulani. Ukisikia Naivas imetoa promotion ya kitu fulani katika mwezi wa Disemba, tunafanya nini? Tunafanya haraka kukimbilia ile promotion kabla haijatoka, si ndio? Pia tujue kwamba hii ni promotion imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hasatan kwa sisi wa mu'min ambao kwamba tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha ikhwan, na hii neema ni Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia kwa kupitia kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, masahaba kwa sasa wanamuuliza ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, laysa kulluna yajidu ma yufattiru as-sa'im, umetueleza ule ubora ambao kwamba anapata kwa yule mtu ambaye anafuturisha mtu ambaye amefunga, lakini ya Rasulullah, sisi sote hali yetu sio moja, sio sote ambao tunaweza pata kitu hapo cha kufuturisha mtu ya Rasulullah. Kwa hivyo sisi hali yetu itakuwaje? Hawa ni wale ambao ni dhaifu, ambao kwamba hawana uwezo zaidi katika masahaba. Wanamuuliza ya Rasulullah, umeeleza kwamba umetuonesha kuna ujira mkubwa kwa mtu ambaye atafuturisha mtu ambaye amefunga, lakini ya Rasulullah, sisi hatuna uwezo, hatuna mapato ya kutosha ambapo tunaweza kufuturisha watu. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawajibu nini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ti Allahu hadha thawabu, humpatia yeye Mwenyezi Mungu hiyo thawabu ya mtu ambaye atafuturisha, man fattara sa'iman ala tamratin. Angalia
sio kwamba uende ukafuturishe basi mpaka upike yani chakula kingi ama upike sufuria kama 5 ndio utakufuturisha watu. La, angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawajibu nini hawa watu ambao hawana uwezo. Wanamuuliza, ya Rasulullah, kuna thawabu nyingi zinapatikana ndani ya kufuturisha mtu, lakini sisi hali zetu ni dhaifu, hatuna uwezo huo, tufanyaje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia kwamba, anawaambia nini? Anaambia, man fattara saiman ala tamratin, yule mtu ambaye kwamba atafuturisha mtu kwa kupitia tende moja tu, au sharbata ma'in, au kinywaji mara moja tu ya kinywaji moja, au madhqati labanin, au kumpatia tama moja ya maziwa, wa huwa shahrun awwaluhu au madhqat labanin. Bimaana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba kule kufuturisha sio lazima uwe unafuturisha mtu kwa vitu vingi, vyakula tofauti tofauti kama vile tunavyofahamu, kama mtu mpaka kufuturu mpaka apate vitu tanawuat, apate vitu tofauti tofauti za kufuturia, apate sambusa, apate bajia, apate vyakula tofauti tofauti ndio ajue kwamba mtu amefuturu. La, mtu kufuturu ni ile wakati wa kwanza ile kitu atakayoingiza kwa mdomo, basi hiyo ndio inaitwa nini? Inaitwa kufuturu. Bimaana kwamba umechukua tende moja, wewe huna kitu kingine kufuturisha mtu, lakini wewe fanya bidii kila siku ukuje na tende 3 tu, basi ikuwe wewe ni sababu kwa yule mtu ambaye atafungua muadhini, ukuwe ni wa kwanza kumpatia tende kama ile yako moja, basi tayari wewe utakuwa umepata kusamehewa madhambi yako, umeweza kuepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, hiyo ni golden chance ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia, ni promotion ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia sisi kama Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ayuha ikhwa, tufanye juhudi na bidii kuweza kufuturisha watu kwa kupitia hata tende moja tu, kama hutakuwa na uwezo mwingine. Ikiwa kama una uwezo mwingine kuweza kufuturisha watu zaidi, basi falillahi alkhair, basi ni bora zaidi utaweza kufuturisha, basi futurisha. Anaendelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kueleza, wa huwa shahrun awwaluhu rahma, ni mwezi ambao kwamba mwanzo wake ni rahma, ambao kwamba leo tayari tuko siku ya kwanza na wengine wako siku ya pili, basi hizi 10 za kwanza ni rahma ndani yake, ambao kwamba maulama wameweza kugawanya wakasema kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani 10 ya kwanza basi ni rahma ndani yake kupatikana kwa wingi zaidi. Wa awsatuhu maghfira, na pia vile vile kati yake ambao kama ni 10 za pili mpaka 11 mpaka 20, basi ni nini? Ni maghfira, kupatikana maghfira ndani yake. Wa akhiruhu itqun minan nar, na 10 ile ya mwisho basi ni kuachwa huru na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min utaqaik, Allah tujalie katika miongoni mwa wale ambao kwamba wameweza kuachwa huru na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaendelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kueleza, man khaffafa an mamlukihi fihi ghafara Allahu lahu, yule ambaye kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani atafanya takhfif ama atamfanyia takhfif yule mtu ambaye kwamba amemmiliki kwa mkono wake, amemmiliki kwa mkono wake, kwa maana kwamba ni mfanyakazi ama kwa namna nyingine yoyote, ghafara Allahu lahu, pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe, wa a'taqahu minan nari, na pia vile vile humwacha huru yeye kutokamana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha ikhwa, tukue makini katika hii sentence kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba man khaffafa an mamlukihi fihi ghafara Allahu lahu wa a'taqahu minan nar, yule ambaye kwamba atafanya takhfif kwa wale wafanyakazi wake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaelewa kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani sio sawa na miezi mingine. Mtu akiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani amefunga, hali yake sio sawa katika miezi mingine ambapo ana nguvu zaidi ya kufanya kitu. Kwa hivyo yule ambaye kwamba atafanyia takhfif wale wafanyakazi wake pale ofisini, atafanyia takhfif wale wafanyakazi wake katika ile kazi yake yote ile ambayo kwamba nayo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehea madhambi yake. Ni kufanya vipi takhfif?
ni maana kwamba kama walikuwa wanaingia wafanyikazi wake wanaingia katika ofisi asubuhi mpaka saa 10, basi atafanya takhfif kwa wafanyia kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anawafanyia takhfif kwa kuwapunguzia. Basi kwa vile ni Ramadhani, basi mtaingia asubuhi mpaka saa ngapi? Saa 4 saa 5, basi itakuwa ni kazi imeisha, na basi hiyo ndio takhfif ambayo inafahamika. Bimaana kwamba atakayefanyia takhfif wale wafanyikazi wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake, wa a'taqahu minan nar, na pia vile vile humwacha huru yeye kutokamana na nini? Na moto. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutuambia kwamba fastakthiru fihi min 4 khisal, anatupatia wasia akituambia kwamba zidisheni zaidi katika haya mambo mangapi? Mambo 4. Katika haya mambo 4 basi mzidishe zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Khaslataini turghawna bihima rabbakum, mambo mawili basi humridhishe nyinyi Mola wenu. Wa khaslatani la ghinaa bikum anha, na mambo mawili ambayo kwamba ni mkithirishe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza basi hayo mambo mawili la budda lakum, nani hakuna budi nyinyi pia muweze kuyatafuta kama hayo mawili. Fa amma al-khaslatayn allatani la ghinaa bikum anhuma, mambo mawili ambayo kwamba hayana budi kwenu nyinyi. Fatasaluna Allah aljanna, basi ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo. Wata'awaduna bikum anha, fatasaluna Allah aljanna wata'awaduna bihi minan nar, ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atuweke katika wale ambao kwamba wameweza kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile tuzidishe na kukithirisha, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani atujalie katika miongoni mwa wale ambao kwamba wataepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo maulama wetu wakatuwekea katika miradi ambao kwamba ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akituambia nini? Ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Hiyo ndio miradi ambayo kwamba maulama wameweza kutuwekea kulingana na hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akituambia kwamba tuzidishe katika mambo 4 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya kwanza ni gani? Ni hiyo shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah. Ya pili ni gani? Ni istighfar, nastaghfirullah. Ni ya pili. Ya tatu ni gani? Nas'aluka aljanna, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati Allah subhanahu wa ta'ala atuweke katika pepo. Ya mwisho ni gani? Nas'aluka aljannata wa na'udhu bika min sakhatika minan nar, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulinde kutokana na wale watu ambao wataingizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ayuha ikhwa, nadhani nimezungumza zaidi na nahofia kuweza kupitisha wakati. Inshallah kufikia mpaka hapo, Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika miongoni mwa wale ambao kwamba wameweza kuweza kutakabaliwa amali zao. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina Allahumma ja'alna min alladhina يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والعفو منك.